أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه هو خير ناصر ومعين. Ndugu zanguni, tukiwa katika mwendelezo wa kumzungumzia Ali ibn Musa Ridha, imamu wetu wa 8 miongoni mwa maimamu 12, na tulikuwa tukiangalia khasais ambazo anazosifika nazo Imam Maasum, kwamba Imam Maasum lazima awe ni kioo, awe ni kiigizo kwa watu wengine wa kawaida. Haitakiwi imam asifike au awe chini ya mtu mwingine yoyote katika kitu chochote. Mathalan, kwamba imam yupo lakini kuna mtu ni mtaalam zaidi kuliko imam katika masuala ya fiqhi, ni mtaalam kuzidi imam katika masuala ya kisayansi, ni mtaalam kumzidi imam katika masuala ya geography. La, imam ni lazima asifike katika kila kitu, yeye ndo awe kiigizo kilichokuwa chema. Fal-Imam Ridha alayhi salam kajaddihi al-Mustafa salawatullahi wa salamu alayhi wa abaihi al-a'imma al-barara, kwamba Ali ibn Musa Ridha alikuwa ni kama babu yake Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lakini baba zake maimamu watukufu. Qad ittasafa bi jami'i al-khasa'is wa sifat al-hamida. Al-Imam Ridha alayhi salam alisifika na sifa zote ambazo ni sifa nzuri. Walam takun hunaka sifa kamal yasmu biha al-insan illa wa hiya mawjudatun fihi. Hakuna sifa ambayo ilikuwa ya ukamilifu ambayo alikuwa akisifika nayo mwanadamu isipokuwa mawjudatun fihi. Hiyo sifa ilikuwa iko kwa nani? Kwa Ali ibn Musa Ridha. Na hapa kulingana na muda tutaangalia sifa moja ambayo ilikuwa ni sifa ya akhlaq. Akhlaqul imam. Imamu alikuwa ni mtu wa namna gani katika suala la tabia njema? Kwamba imam lazima asifiki na tabia njema. Tabia njema, ndugu zangu, ziko nyingi sana. Tabia njema ni tabia ambazo ukiweza ukisema uzifanyie idadi, uzihesabu, huwezi ukazimaliza, kwa sababu tabia njema ni jambo ambalo lisiwe kinyume na mafundisho ya Uislamu. Hiyo ni katika tabia njema. Mathalan, suala la mtu kula amesimama, hii ni katika mambo ambayo sio katika tabia njema. Lakini Ali ibn Musa Ridha alayhi salam, kuna riwaya mnaipokea kutoka kwa Ibrahim bin Abbas as-Sawli. Anasemaje Ibrahim anasema, ma raaitu Abul Hasan ar-Ridha jaffa ahadan bikalima qat, kwamba mimi sikuwahi kumuona Ali ibn Musa Ridha ambaye ni Abul Hasan, kwamba kuna siku moja jafa ahadan bikalima, alimjeruhi, alimuudhi mtu yoyote kwa neno hata moja. Wala raaituhu qata ala ahadi kalama hatta yafragh minhu, kwamba hakuna siku yoyote nilimuona pia Ali ibn Musa Ridha amemkatisha mtu maneno yake. La, kwamba mtu anaongea mbele ya imamu afu imamu amkatishe, la, isipokuwa alikuwa akimuacha paka amalize maneno yake. Haya ni katika mambo ambayo aliyokuwa akisifika nayo Ali ibn Musa Ridha. Mimi na wewe tujiangalie ni namna gani ambapo tunaweza tukayaishi matendo haya ya Ali ibn Musa Ridha, hususan katika masiku yake haya kuzaliwa. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni miongoni mwa wale ambao watakaopambika na sifa za Ali ibn Musa Ridha, watakaofaidika na matendo aliyokuwa akiyafanya Ali ibn Musa Ridha. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.